Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Haleluya. Ni siku njema, siku nzuri tena ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kusogea mbele zake na kuendelea kumuita yeye kwa habari ya maisha yetu, maana hatuna mwingine wa kumuita kwa habari ya maisha kwetu. Tunamshukuru na kumtukuza Mungu kwa wema wake na uzuri wake kwa ajili ya uzima wake ndani mwetu. Mioyo yetu inashangilia na kufurahi na kumtukuza yeye aliye mwaminifu, aliye mkuu, na wala hapana mwingine kama yeye. Siku ya leo tunaenda kuomba kwa habari ya kumwita Mungu ayainue maisha ya kwetu kwa uwezo wake, na tunaweza tukasema kwamba kwa ujasiri ya kwamba maisha yangu yatainuka tena kwa uwezo wa Mungu. Maisha yangu yatainuka tena kwa uwezo wa Mungu. Maisha ya kwako yatainuka tena kwa uwezo wa Mungu. Ni kwa nini tunasema ya kwamba maisha ya kwangu au maisha ya kwako au maisha ya familia yatainuka tena? Kwa sababu kuna nyakati katika maisha ambapo mtu hupitia hali zinazomfanya ahisi kana kwamba kila kitu kimekwama. Unaweza kuwa umepungukiwa kiroho, kifedha, kielimu, kihuduma au katika mahusiano ulionayo. Unaweza ukawa umeomba muda mrefu bila kuona majibu, ukajikuta umechoka na kukata tamaa. Lakini nataka nikuambie kwamba habari ni njema, ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa kuinua tena. Mungu wetu ni Mungu wa kuinua tena. Haijalishi hata wakati mwingine kuna namna ambavyo nafsi imeinama. Kuna wakati mwingine ukijitazama wewe unajiona kabisa si mtu wa kuweza kuendelea tena. Umechoka na maisha, umechoka na hali ngumu ya kimaisha, umechoka hapo ofisini kwako, umechoka hapo kwenye kazi yako, umechoka hapo kwenye biashara yako, umechoka na elimu ulio nayo. Umejikuta ni mtu wa kuchoka, umejikuta ni mtu ambaye umejikatia tamaa. Nipo hapa kukuambia kwamba kuna kuinuka tena. Ukienda kusoma kitabu cha Mika 7:8, neno la Mungu linasema, usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Alipokuwa anajitazama ya kwamba ni ameanguka na adui zake wanafurahi, lakini alikuwa anampa maonyo au onyo huyo adui yake kwamba usifurahi kwa sababu ya maanguko yangu, usifurahi kwa sababu ya kuanguka kwangu, kwa sababu niangukapo nitasimama tena. Alijipa matumaini ya kwamba atasimama tena, na akaendelea akasema, niketipo gizani Bwana atakuwa nuru yangu. Yamkini kuna namna ambavyo umeanguka sana, umekuwa ni mtu wa kuchekwa. Yamkini kuna namna ambavyo nafsi yako imeinama sana, umekuwa ni mtu wa kudharaulika. Niko hapa kukuambia kwamba kuna kuinuka tena katika hiyo biashara yako, kuna kuinuka tena katika hiyo elimu yako, kuna kuinuka tena kwenye hiyo ofisi yako, kuna kuinuka tena kwenye hiyo kazi ya mikono yako, kuna kuinuka tena kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu amekubarikia, kuna kuinuka tena kwenye maisha ya kwako. Usikate tamaa, kwa sababu Bwana atakuinua tena, atakuinua tena. Ndio maana Mungu hajawahi kusema ya kwamba hatutapitia vipindi vigumu, hatutapitia katika vipindi vya kuanguka, hatutapitia katika vipindi ambavyo sio vya mateso. Yeye aliahidi kabisa ya kwamba kuanguka kwetu hakutakuwa mwisho wetu. Kuanguka kwako hakutakuwa ndio mwisho wa maisha yako.
kupata kwako hasara, kupoteza kwako fedha, kukataliwa kwako, kusemwa kwako, kudharauliwa kwako, it is not your enough life, it is not your end of life, lakini ni mwanzo wa wewe kuinuka, ni mwanzo wa wewe kuinuka, sio mwisho wa maisha yako, sio sehemu ya kusema ya kwamba imetosha. No, ni sehemu ya kwamba Mungu atakuinua tena, ni mahali ambapo Mungu atakuinua tena. Na nikwambie nini ndugu yangu na rafiki yangu ambaye unamtumainia Bwana, ambaye unamtegemea Bwana, pale ambapo watu wanaona ya kwamba ndio mwisho wako, ujue kabisa Mungu yeye anaona ndio mwanzo mpya kwako. Pale ambako watu wanaona kabisa ya kwamba wewe hautapiga hatua, uwe na uhakika ndio mahali pekee ambako Mungu anaona wewe unaenda kupiga hatua. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana tabia kumuinua mtu, ana tabia kumuinua mtu. Utaenda kusoma kitabu cha Zaburi 113 mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 8. Zaburi 113:7 mpaka ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humtukuza mhitaji kutoka jahani, ili amketishe pamoja na wakuu, yani watu wake. Mungu humuinua mnyonge. Sijajua wewe umekuwa mnyonge kwenye eneo gani, sijajua wewe ni mnyonge kwenye eneo lipi, sijajua wewe ni mnyonge kwenye mahali gani au kwenye mazingira yapi. Yamkini in totally wewe ni mnyonge kifamilia, kiuchumi, kimaisha, kiafya, kwenye kila hatua unayoiendea wewe ni mnyonge. Lakini nipo hapa kukuambia kwamba neno la Mungu linasema Mungu muinua mnyonge. Mungu muinua mnyonge. Kwa hiyo kuna kitu kinachonifurahisha au kinachonipa amani ni Mungu muinua mnyonge. Hajasema Mungu muinua yule ambaye yupo juu, bali Mungu muinua yule aliye mnyonge, ambaye ameamua kuwa mnyenyekevu mbele zake, ambaye ameamua kumtumainia yeye, ambaye ameamua kuamini ya kwamba katika Mungu nami nitainuka tena. Kwamba hili neno la Mungu linatufundisha kwamba uwezo wa Mungu kumbadilisha mwanadamu, uwezo wa Mungu kubadilisha historia ya mwanadamu kutoka katika hali ya chini kabisa na kumweka mahali pa heshima. Haijalishi umeshuka kwa kiwango gani, mkono wa Mungu unaweza kukuinua tena, mtu wa Mungu. Mkono wa Mungu unaweza kukuokoa tena, mtu wa Mungu. Haijalishi maisha yako yamekuwa ni aibu kiasi gani, haijalishi maisha yako yamekuwa ya kuzoofika kiasi gani. Nipo hapa kukuambia Mungu ana utabia kubadilisha maisha ya mtu, ana tabia kubadilisha historia ya mtu, ana tabia kubadilisha nyakati za mtu, ana tabia kubadilisha kesho ya mtu, ana tabia kubadilisha majira ya mtu, ana tabia kubadilisha hata vipindi vya mtu. Maana nataka nikuambie kwamba haijalishi maisha yako yameshuka kiasi gani, ila nipo hapa kukuambia leo, ukiomba pamoja na mimi, Mungu atakupa neema ya kuinuka tena, atakupa neema ya kuinuka tena na kusimama tena kwa viwango vya juu. Nataka nikuambie kwamba tunapoenda kuingia kwenye maombi, mimi pamoja na wewe, tuamini kwamba Mungu ataingilia kila eneo la maisha yetu linalohitaji kuinuliwa. Amini, weka imani. Mahali popote ambako unahitaji kuinuliwa, amini ya kwamba Mungu atayainua maisha ya kwako. Tunamuomba avunje kila kifungo, aondoe kila kikwazo, afungue milango iliyofungwa na arejeshe yale yote ambayo adui amejaribu kuyaiba,
adui amejaribu kuyakaa nayo kwa muda mrefu. Nipo hapa kukwambia, weka imani kwenye hayo mahitaji yako. Weka imani, kwa sababu ni imani yako ndio itakayokuponya. Imani yako ndio itakayokuinua katika hali ulionayo, Usiiname tena, usikate tamaa tena, kwa sababu Mungu amesema atatuinua. Ni ahadi ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha ya kwetu. Ni ahadi ambayo Mungu ameachilia ndani ya maisha ya kwetu. Kwa hiyo tunaposogea mbele zake leo, tunasogea na ajenda ya kumwambia kwamba Mungu tuinue, kwa sababu maisha yetu yamekuwa ni maisha yaliyojawa na dharau, ni maisha yaliyojawa na mateso, ni maisha yaliyojawa na mambo ambayo hayakutukuzi, yanatukatisha tamaa na kufanya mioyo yetu kuinama. Leo Mungu, tunaposogea watoto wako, wewe utusaidie, wewe utuokoe katika kila hali tulionayo kwa sasa. Mtu wa Mungu, Mungu ni mwaminifu sana. 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 Weka tu imani. Mwambie Mungu, nataka niinuke tena. Ni kweli wamenisema, ni kweli wamezungumza kila neno wanaloliweza kuzungumza, ni kweli wamelitaja kila neno ambalo wanaliweza kulitaja, ni kweli wamesema kila neno ambalo wanaliweza kusema, ni kweli wametamka kila neno ambalo wanaliweza kutamka. Lakini Mungu, ninahitaji msaada wako. I need to raise again. Ninahitaji kuinuka tena, ninahitaji kusimama tena, ninahitaji kutembea tena, ninahitaji kwenda tena. Yamkini kuna safari ambayo umezuiliwa usiendelee, umezuiliwa usitembee tena, kuna mahali umezuiliwa usifike, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu amekusudia ufike tena. Kuna mahali wamekuambia kwamba hautakwenda, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu amesema utakwenda tena. Haijalishi ya kwamba wamekuzuia kwa gharama gani, lakini ipo damu ya Yesu ambayo imemwagika msalabani, iliyolipiwa gharama kubwa sana, ambayo ipo tayari kukuokoa, ipo tayari kukulipia hiyo gharama, uweze kufika huko ambako walisema utafika, uweze kwenda huko ambako wamesema hautakwenda, uweze kufanya vile ambavyo wamesema kwamba utaweza kufanya, uweze kuyainua maisha yako tena vile ambavyo Mungu amekusudia uweze kuyainua. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninakushukuru, ninakutukuza kwa sababu ya neno la uzima ambalo umetupa. Asante kwa jinsi ambavyo umetuwezesha majira ya asubuhi, umetuwezesha katika majira ya siku ya leo, umetupa neema ya kusogea tena mbele zako, umetupa neema ya kusogea mbele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nami ninakikaribia kiti chako cha rehema na neema Bwana, ninakikaribia kiti chako kwa ujasiri, ninakikaribia kiti chako cha ujasiri, ili uweze kutupa rehema, ili tuweze kupata rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania 4:16. Bwana, ninakisogelea kiti chako cha rehema, ninakisogelea kiti chako cha neema, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakisogelea kiti chako Mwokozi wangu, katika jina la Yesu, ili niweze Bwana wa majeshi kupata neema ya kunisaidia wakati wa mahitaji, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba rehema zako zizungumze juu ya maisha yangu, naomba rehema zako zizungumze juu ya maisha ya kwetu, zizungumze juu ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo. Rehema zako Bwana zizungumze, rehema zako Bwana zizungumze Bwana, mahali popote ambako nimekosea, mahali popote ambako Bwana nimekosea Bwana, unionyeshe neema na unifungulie njia mpya, unionyeshe rehema zako na neema zako na unifungulie njia mpya, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Fungua rehema zako Bwana, fungua rehema zako Bwana katika njia zangu zote, mahali pa kwangu popote pale, fungua rehema zako. Ni rehemu Bwana, ni rehemu baba yangu, sawa
sawasawa na fadhila zako. Ninaomba unirehemu Mwokozi wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninahitaji rehema zako Bwana, ninahitaji rehema zako Adonai, ninahitaji rehema zako Mungu wangu, ninahitaji rehema zako Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ninahitaji rehema zako Bwana, ninahitaji rehema zako Mwokozi wangu, ninahitaji rehema zako Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Achilia rehema zako kwenye maisha ya kwetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninasogea mbele zako, ninasogea mbele zako Bwana, katika saa hii Bwana, nikikemea kila nguvu za giza, kila nguvu za giza, kila nguvu za kichawi ambazo zimesababisha mimi nikashuka, mimi nikarudi nyuma, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kemea hiyo roho ambayo imekurudisha nyuma, ambayo imesababisha ukashuka. Kemea kama ni tabia uovu, kama ni uovu imesababisha ukashuka chini. Sema mbele za Mungu, iseme mbele za Mungu, mwambie Bwana, uovu umesababisha hata wakati mwingine nikashuka chini, nikashuka kiwango, nikaanguka chini. Mweleze Bwana, mweleze Baba yako wa mbinguni anasikia, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kila roho yoyote ile, kila tabia yoyote ile iliyosababisha nami nikashuka chini, na ikemea leo, na ikemea leo kwa damu ya Yesu. Maneno yaliyotamkwa, neno lililosemwa likasababisha mimi nikarudi nyuma, na kemea kwa jina la Yesu, na kemea kwa jina la Yesu Kristo kila nguvu ya adui ambayo imesababisha mimi nikarudi nyuma kwenye eneo langu la kiuchumi, kwenye eneo langu la kiroho, kwenye eneo langu la kielimu, kwa jina la Yesu Kristo na kemea kwa damu ya Yesu, na kemea kwa damu ya Yesu. Roho yote ambayo imesababisha mimi kushindwa kuendelea mbele, ikasababisha kudumaa katika maisha yangu na kunichelewesha katika maisha yangu, na kemea leo kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Na kemea kila nguvu za giza ambazo zimesimama kwa muda mrefu na kunizuia mimi nisielekee katika mema yangu, nisielekee kwenye mafanikio yangu, nisielekee katika baraka zangu. Na kemea kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho kwa imani, kemea kwa imani, wala usinyamaze kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kemea hiyo roho, na kemea hiyo roho, na kemea hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Na kemea hiyo roho sahi, na kemea hiyo roho sahi, na kemea hiyo roho sahi kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ewe adui uliorudisha maisha yangu nyuma, uliyesababisha kudumaa kwangu, uliyesababisha kudumaa kwangu kwenye eneo la kiuchumi, kwenye eneo la kiroho, ninakukemea leo, ninakukemea leo kwa jina la Yesu Kristo. Yamkini amekuzuia, yamkini ameleta kudumaa kwenye eneo la familia, kwenye eneo la ndoa. Kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, wala usinyamaze, wala usinyamaze. Kemea kwa ujasiri, maana neno la Bwana linasema wewe utakuwa kichwa, wewe utakuwa kichwa na wala sio mkia. Kwa nini leo maisha yako yamekuwa ya nyuma sana? Adui amesababisha ukawa na maisha ya nyuma, ukawa na maisha yasiokuwa na mwelekeo, yasiokuwa na maisha, yasiokuwa na maisha ya nuru, yasiokuwa maisha ambayo ya kustawi, kwa sababu adui amekurudisha nyuma. Kemea hiyo tabia, kemea hiyo roho, kemea hiyo roho, kemea hiyo madhabahu iliyokukwamisha kwa muda mrefu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza ninazikemea, nguvu za kichawi ninazikemea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu
Yesu, ninaachilia damu ya Yesu mahali popote ambako wamenizuia, mahali popote ambako wamenikwamisha, naachilia hiyo damu ya Yesu. Hiyo ndio hivyo vikwazo, hiyo ndio hivyo vizuizi, hiyo ndio hivyo vizuizi vya adui shetani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninaviondoa kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achilia uweza wako Bwana, achilia nguvu zako Bwana, achilia msaada wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, 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 na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila roho yoyote ile iliyosimama ikanizuia kwa uhalali, leo ninasema, ninavunja, ninaondoa hizo roho zote, iwe kwa uhalali ama si kwa uhalali. Mmenikwamisha kwa muda mrefu, mmenizuia kwa muda mrefu, na kukemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ewe roho uliyenikwamisha, nisiinuke kwenye maisha yangu, nisiinuke kwenye maisha yangu, nisiinuke kwenye ujana wangu, nisiinuke kwenye ndoto zangu, nisiinuke kwenye maono yangu, ninakukemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninasogea mbele zako, ninarejesha kila kilichopotea kwenye maisha yangu, kila fursa yoyote, kila baraka yoyote, kila mlango wa baraka ambayo imepotea, na kila jambo jema nililolipoteza, ninalirejesha. Ninaomba liinuke tena, ninaomba ziinuke tena, zile baraka zangu ziinuke tena kwa jina la Yesu, kama neno lako linavyosema kwenye Yoeli 2:25, unasema ya kwamba nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na parare, iliyoliwa na madumadu. Kwa jina la Yesu, rejesha zile baraka zangu, rejesha zile baraka zangu kwa jina la Yesu, naomba urejesho Bwana kwa kila kilichopotea kwenye maisha yangu, ile afya yangu njema iliyopotea na irejesha, yale mema yangu iliyopotea na irejesha, zile baraka zangu zilizopotea ninairejesha. Irejeshe mtu wa Mungu, ile hekima ambayo ilikuwepo kwenye maisha yako inayokupa kuinuka, irejeshe tena kwa jina la Yesu, irejeshe kwa damu ya Yesu, ninairejesha ule ubora wangu, ninarejesha kule kustawi kwangu, kule kuendelea kwangu, ninarejesha kwa damu ya Yesu, ninarejesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, miaka yangu mema, miaka yangu ya ubora, ninarejesha miaka yangu ya bidii, miaka yangu ya kufanya vitu kwa ubora, ninarejesha kwa jina la Yesu, zile baraka zangu za kiuchumi, zile baraka zangu za kihuduma, zile baraka zangu za kiafya, zile baraka zangu za kielimu, ninarejesha. I restore right now in the mighty name of Jesus. I restore all my need, all my blessing. I restore right now in the mighty name of Jesus. Reketeria maseketaya, repo sheketeria kandoria ba, rima seketeria kandoria ba. Narejesha yale mema yangu, narejesha yale mazuri yangu, narejesha yale mafanikio yangu, na yarejesha yale mafanikio yangu ya kiroho, nazirejesha kwa jina la Yesu, nazirejesha kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, narejesha ule uwepo wa Mungu ndani yangu ukapate kurejea, ule uwepo ambao ulipotea kwa muda mrefu ukarejea sasa, ule uwepo ambao ulipotea wakati mwingine baada ya kupotea, nikaanguka kwenye maeneo ya maisha yangu, nikaanguka kwenye kina eneo la maisha yangu, leo ukarejee ule uwepo wako Bwana, ukarejee, maana uwepo wako ukirejea kwenye maisha yangu,
uleze na pagei, nitainuka tena, ninainuka tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Narejesha hizo nyakati zangu, hizo nyakati zangu za kuburudishwa kwangu, narejesha hizo nyakati za kuinuka kwangu, hizo nyakati za kufurahi kwangu, hizo nyakati za kushangilia kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Zile nyakati zangu za furaha zikarejee, zile nyakati zangu za amani zikarejee, zile nyakati zangu za kustawi zikarejee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kama neno lako Bwana linavyosema kwenye kitabu cha Yoeli 2:25 ya kwamba Bwana wa majeshi wewe utaturejeshea ile miaka iliyoliwa na nzige kwa jina la Yesu. Bwana, turejeshe hiyo miaka, turejeshe hiyo miaka, turejeshe hiyo miaka kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Furaha ile ndoa ikareje, furaha ile familia ikareje, mema ile familia ikareje, mema ile familia ikareje, baraka ile familia ikareje, tumaini jipya likareje ndani ya ile familia, nguvu mpya kimungu ikareje ndani ya ile familia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ikareje na ikareje kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninasogea mbele zako, ninaomba nguvu mpya za kuinuka tena, ninaomba nguvu mpya ya kuinuka tena kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninaomba nguvu ya kuinuka kwenye ujana wangu, ninaomba nguvu ya kuinuka kwenye maisha yangu, ninaomba nguvu ya kuinuka kwenye kazi ya mikono yangu, ninaomba nguvu ya kuinuka kwenye biashara yangu, ninaomba nguvu ya kuinuka kwenye huduma uliyeka ndani yangu kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu akupe nguvu ya kuinuka, mwambie akupe nguvu ya kuinuka, mwambie akupe nguvu ya kuinuka, akupe nguvu ya kuinuka kwenye maisha ya kwako, kwenye maisha ya kwako kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, ili uweze kuendelea mbele, ili uweze kuendelea mbele kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ili uweze kuendelea mbele kwa jina la Yesu. Akupe nguvu ya kuinuka, akupe nguvu mpya za kuinuka, ili usikate tamaa tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sawa sawa na kitabu cha Isaya 40 ule mstari wa 31, neno la Bwana nasema, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, umesema tutapata nguvu mpya, tutapata nguvu mpya, tutapata nguvu mpya kwa jina la Yesu. Achilia nguvu mpya ya kuinuka kwenye maisha yetu, achilia nguvu mpya ya kuinuka kwenye kila eneo la maisha yetu. Zile nguvu za kiungo, zile nguvu za Mungu ziwe ndani yetu, according to your word my Father, kwenye kitabu cha Zaburi ambayo linasema ya kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake. Nache Bwana, tunakuhitaji wewe Bwana na nguvu zako, ili tuweze kuinuka, ili tuweze kuinuka, ili tuweze kuinuka, ili tuweze kuinuka mahali ambako tumeinama kwa jina la Yesu Kristo. We need you my Father, together with your power, together with your power, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, achilia nguvu zako, 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 achilia nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu, achilia nguvu zako, Yesu, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako kwenye maisha ya yule baba, kwenye maisha ya yule mama, kwenye maisha ya yule kijana wa kiume na wa kike, kwenye maisha yao. Achilia nguvu zako Bwana kwa jina la Yesu, ili wasikate tamaa, maana Bwana, nguvu zako zikiwa ndani yetu hatutakata tamaa, hatutainama tena, hatutaanguka tena, maana nguvu zako zina
unatupa uwezesho wa kuendelea mbele, uwezesho wa kuendelea mbele kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninasogea mbele zako Bwana, ninasogea mbele zako Bwana, ninaomba Bwana ufungue kila milango ya baraka ya ambayo Bwana umekusudia kwenye maisha ya kwetu. Katika jina la Yesu, fungua ile milango ya baraka ambayo Bwana umekusudia kwenye maisha ya kwetu. Katika jina la Yesu, Bwana, fungua hiyo milango ya baraka, hiyo milango ya baraka ya mafanikio, kazi, huduma, biashara, ndoa, elimu na maendeleo katika maisha ya kwetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hiyo milango ya baraka, hiyo milango ya baraka yakapate kufunguka, yakapate kufunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza milango ya baraka ikafunguke, ile milango ya baraka ikafunguke kwenye elimu yetu, kwenye maisha ya kwetu, kwenye familia za kwetu, kwenye kila jambo tulitendalo. Tunaomba Bwana hiyo milango ya baraka ikapate kufunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kama neno lako ambalo Bwana linasema kwenye kitabu cha Ufunuo ule mlango wa 3 mstari wa 8 ya kwamba tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa ambao hakuna awezaye kuufunga. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, hakuna awezaye kufunga ile milango ya baraka ambayo Bwana wa majeshi umeweka mbele yangu, umeweka mbele ya ile familia, umeweka mbele ya yule kijana, umeweka mbele ya yule baba, umeweka mbele ya yule mama. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, hakuna awezaye kufunga, hakuna awezaye kufunga kwa jina la Yesu. Bwana, fungua hiyo milango ya mema, fungua hiyo milango ya baraka, fungua hiyo milango ya biashara, fungua hiyo milango ya huduma, fungua hiyo milango ya ndoa, fungua hiyo milango ya elimu, fungua hiyo milango ya maendeleo katika kila eneo la maisha ya yule mama, katika kila eneo la maisha ya yule baba, katika kila eneo la maisha ya yule kijana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Bwana, Bwana wangu, ninasogea mbele zako, ninasogea mbele zako, ninainuka kwa uwezo wako Bwana, ninainuka kwa uwezo wako Bwana, ninatangaza kuinuliwa kwa uwezo wako Mungu wangu, ninatangaza kuinuliwa kwa uwezo wako Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninatangaza juu yako ndugu yangu, juu yako mama yangu, juu yako baba yangu, maisha yako yakainuliwe tena, yakainuliwe tena kwa uwezo wa Mungu, yakainuliwe tena kwa uwezo wa Mungu wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yako yakainuliwe tena, yakainuliwe tena, yakainuliwe tena, biashara yako ikainuliwe tena, kazi yako ikainuliwe tena, jambo lolote ulifanyalo likainuliwe tena kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu yako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Bwana, kwa uwezo wako mkuu niinue Bwana, wainue Bwana, kwa uwezo wako wa ajabu wainue Bwana, wainue Bwana kutoka mahali walipo Bwana, kwenda katika viwango vya juu, kwenda katika viwango vya ushuhuda, kwenda katika viwango vya kimiujiza, kwenda katika viwango vya kimaajabu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, muinue yule mama, muinue yule baba, wainue Bwana, wainue kwa viwango vya ajabu, wainue kwa viwango vya ajabu, wainue katika viwango vya ajabu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninatangaza kuinuka kwao, ninatangaza kuinuka kwao, ninatangaza kuinuka kwao, ninatangaza kuinuka kwao, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana,
Bwana, ninatangaza kuinuka kwao katika jina la Yesu. Kama Ayubu alivyosema, na baada ya ngozi yangu kuharibika namna hii, pasipokuwa na uhai wangu, nami najua kwamba mteteaji wangu yu hai, na hatimaye atasimama juu ya nchi katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninaamini Bwana, hao watainuka, waanze kuinuka sahi, waanze kuinuka sahi, waanze kuinuka sahi. Watetee Bwana, watetee Bwana mahali popote ambako walinama, mahali popote ambako nafsi zao zilinama, anza kuwatetea sahi. Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, penya Roho Mtakatifu, penya Roho Mtakatifu, penya kwenye maisha yao, penya kwenye maisha yao, penya kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Penya ndani ya maisha yao, 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 in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Penya Bwana, penya Bwana. Reketeria maseketaya, rebosheketeria kanoriaba. Penya Bwana, penya baba yangu, penya mwokozi wangu, penya Bwana. Wainue, muinue Bwana, muinue Bwana, wainue Bwana, wainue Roho Mtakatifu. Ni kweli nafsi zao zimeinama, wamekata tamaa, wainue sahi, wainue sahi, wainue sahi kwa jina la Yesu. Ninatamka kuinuka kwao, ninatamka kuinuka kwao, ninatamka kuinuka kwao katika hiyo biashara, katika hiyo biashara. Wengine hata Bwana wamefunga biashara zao, wengine hata Bwana wameacha kufanya kazi kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya Bwana wamekatishwa tamaa. Ninasema kwa jina la Yesu, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya ya kuinuka na kuendelea mbele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakutabiria kwa jina la Yesu, hautabaki hapo tena, hautabaki hapo tena, hautabaki tena hapo. Utainuka kwa jina la Yesu, umeinuka kwa jina la Yesu, umeinuka kwa jina la Yesu, umeinuka kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, ninatangaza kuinuka, ninatangaza kuinuka, ninatangaza kuinuka kwako, ninatangaza kuinuka kwako kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo. Hautabaki nyuma tena. Walisema ya kwamba utaishia hapo, ninasema kwa jina la Yesu hautaishia hapo. Walisema ya kwamba wewe hautapiga hatua, ninasema kwa jina la Yesu utapiga hatua, utapiga hatua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, ninatangaza kuinuka kwako, ninatangaza kuinuka kwako, ninatangaza kuinuka kwako, ninatangaza kuinuka kwako kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Bwana, lithibitishe neno lako, lithibitishe neno lako, lithibitishe neno lako, lithibitishe neno lako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Lithibitishe neno lako kwa habari ya kazi ya mikono yao, lithibitishe neno lako kwa habari ya huduma zao, lithibitishe neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Kama neno lako Bwana linavyosema kwenye kitabu cha Ayubu ule mlango wa 22 mstari wa 28, neno lako linasema, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako, katika jina la Yesu. Bwana, lithibitishe neno lako, nalo lithibitike kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo biashara, lithibitike sasa. Lithibitishe neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwamba maisha ya kwetu yatainuka tena. Ninatangaza ya kwamba maisha ya kwako yatainuka tena. Ninatangaza ya kwamba maisha ya kwako yatainuka tena. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kila kilichokufa kitapokea uhai kwa jina la Yesu. Kilichokufa kitapokea uhai kwa jina la Yesu. Haijalishi kimekufa kwa muda gani, haijalishi kimekufa kwa miaka mingapi, kipokee uhai, kipokee uhai, kipokee uhai, kipokee uhai, kipokee uhai kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kila mlango uliofungwa utafunguliwa, kila mlango uliofungwa litafunguliwa, kila kilichoibiwa kitarejeshwa kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninasema kwa jina la Yesu, sitabaki chini, kwa sababu Mungu wangu ndiye anayeniinua.
anayeniinua, ndiye anayeniinua, ndiye anayeniinua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa imani, mtu wa Mungu, nitatembea katika ushindi, nitatembea katika ushindi. Sema tu kwa imani, nitatembea katika ushindi, nitatembea katika ushindi. Juu ya hilo eneo ambalo upo, tamka kwa imani ya kwamba utatembea kwa ushindi, utatembea kwa kibali, utatembea kwa mafanikio, kwa utukufu wa Mungu. Sema kwa imani, sema kwa imani. Speak by faith in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sema tu kwamba nitatembea kwa ushindi, nitatembea kwa kibali cha ajabu, nitatembea na kibali cha ajabu kwa jina la Yesu, na mafanikio ya ajabu kwa utukufu wa Mungu, kwa utukufu wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ya kwamba utatembea na kibali cha ajabu, utatembea na kibali cha ajabu, utatembea na kibali cha ajabu kwa utukufu wa Mungu. Utatembea kwa ushindi kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye eneo lolote ambalo unatamani kutembea kwa ushindi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza wewe kuinuka siku zote, wewe kuinuka siku zote, hautarudi nyuma tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa sababu maisha ya watoto wako, maisha ya watoto wako hayatakuwa tena maisha ya nyuma, hayatakuwa tena ni maisha ya kurudi nyuma, bali yatakuwa ni maisha ya kuendelea mbele, ni maisha ya kuendelea mbele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utukuzwe na uinuliwe Baba yangu wa mbinguni, kwa sababu wewe umekusudia watoto wako wazidi kustawi, wazidi kusonga mbele, wazidi kupiga hatua, wazidi kuinuka tena siku hadi siku, na watakuwa watu wakuu sana kwenye kila eneo la maisha ya kwao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtu wa Mungu, Mungu ayabariki maisha yako, Mungu ayainue maisha yako, Mungu ayawezeshe maisha yako siku zote, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki.